Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi ameibua siri nzito kuhusu hali ya Samia Suluhu. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Wito uliotolewa na Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi kuwataka Watanzania kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliwasili kama ishara nzito ya mwelekeo wa siasa unaobadilika kwa hila. Katika taifa linalokabiliwa na changamoto za kiuchumi, sintofahamu ya kisiasa na majeraha ya kijamii yanayoendelea kuvuja damu ya uaminifu wa wananchi, kauli hii haikuwa tukio la kiimani tu, bali tamko la kisiasa lenye ujumbe mpana zaidi. Ilifichua namna ambavyo uongozi wa juu unavyozidi kufunika kwa lugha ya imani, wakati misingi ya uwajibikaji wa demokrasia ikiendelea kudhoofishwa. Ujumbe huo uliwasilishwa katika kipindi kinachoelezwa kama cha kujenga mshikamano wa kitaifa na kuimarisha uchumi, lakini mazingira halisi ya taifa yanaonyesha picha yenye mipasuko. Uchaguzi wa hivi karibuni, mijadala ya haki za binadamu na mashinikizo ya kimataifa vimeacha Tanzania ikitazamwa kwa jicho la tahadhari. Ndani ya muktadha huo, wito wa kumwombea rais unaonekana kama jaribio la kuhamisha mjadala kutoka kwenye maswali ya sera, maamuzi na uwajibikaji kwenda kwenye eneo lisilopimika la kiroho, ambapo mamlaka hayawezi kuhojiwa kwa urahisi. Kauli ya Katibu Mkuu ilisisitiza kuwa uongozi ni dhamana nzito inayohitaji msaada wa kiroho, hasa kwa rais kama muhimili wa maamuzi na dira ya maendeleo. Mantiki hii inaonekana ya upole juu, lakini ndani yake inabeba hatari ya kisiasa. Inajenga taswira ya uongozi kama jambo linalohitaji kulindwa dhidi ya ukosoaji kwa kisingizio cha uzito wa majukumu yake. Na katika historia ya Tanzania, dhana hii imewahi kutumika mara nyingi kuhalalisha ukandamizaji wa sauti mbadala kwa jina la kulinda amani na umoja wa taifa. Na tangu enzi za mfumo wa chama kimoja, CCM imejijenga kama mlezi wa amani, ikitumia hoja ya utulivu kuhalalisha udhibiti wa siasa na jamii. Mfumo huu ulidhidiwa na kuendelezwa hata baada ya kurejea kwa vyama vingi, ambapo chama tawala kiliendelea kuchanganya dola, chama na mara nyingi imani ya wananchi katika lugha moja ya utii. Wito wa maombi unaingia kwenye mkondo huo huo wa kihistoria, ambapo uongozi unajionyesha kama wa kipekee kiasi cha kuhitaji ulinzi wa kiroho badala ya tathmini ya kisera. Katika maelezo yaliyotolewa na uongozi wa Rais Samia, ulihusishwa na kuimarika kwa diplomasia ya kimataifa, ongezeko la uwekezaji na utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati. Haya ni mada inayorudiwa mara kwa mara katika mawasiliano ya serikali, lakini mara chache huambatana na tathmini huru ya athari zake kwa maisha ya wananchi wa kawaida. Miradi mikubwa imeendelea kutajwa kama ushahidi wa maendeleo, huku maswali kuhusu deni la taifa, ushiriki wa wananchi na uwazi wa mikataba yakiachwa bila majibu ya kuridhisha. Diplomasia imetajwa kama mafanikio, lakini imekuja sambamba na wasiwasi wa kimataifa kuhusu haki za binadamu na uhuru wa kisiasa. Katika mazingira hayo, kuhimiza maombi kama njia ya kumuunga mkono rais kunatoa ishara kwamba uungwaji mkono wa kisiasa unatarajiwa kuja bila masharti, na ni mkakati unaoimarisha utamaduni wa utii badala ya uwajibikaji. Uongozi bora katika demokrasia haujengwi kwa sala pekee, bali kwa mifumo imara ya kikatiba, taasisi huru na wananchi wanaoweza kuuliza maswali bila hofu. Na pale ambapo maoni yanapewa nafasi ya mbele kuliko mjadala wa sera, hatari ya kuhalalisha makosa ya uongozi inaongezeka. Uhamasishaji wa viongozi wa dini na wazee wa mila kutumia majukwaa yao kumwombea rais umeongeza tabaka jingine la wasiwasi. Tanzania ni taifa lenye imani na tamaduni mbalimbali, na kwa miongo mingi imefanikiwa kudumisha mshikamano wa kidini, lakini kuingiza taasisi ya dini moja kwa moja katika ulinzi wa kisiasa wa viongozi kunatisha mstari mwembamba kati ya imani na dola. Historia ya Afrika inaonyesha kwamba pale dini inapogeuzwa kuwa ngao ya mamlaka, sauti za kukosoa huanza kuonekana kama dhambi badala ya haki ya kiraia.
Kauli kwamba mshikamano wa kitaifa na maombi ya pamoja na mchango mkubwa katika kulinda amani inaguza hisia za wananchi waliokulia katika simulizi ya Tanzania katika kisiwa cha amani. Lakini amani ya kweli haiwezi kujengwa juu ya ukimya unaolazimishwa. Na katika miaka ya karibuni kumekuwa na matukio ya kukamatwa na wanasiasa wa upinzani, wanaharakati na waandishi wa habari pamoja na vikwazo vya mikutano ya kisiasa. Haya yote yameacha alama kwenye taswira ya amani inayotajwa mara kwa mara, na maombi hayawezi kufuta ukweli wa mifumo inayozalisha hofu na kujenga mazingira ya kujizuia kusema. Mwitikio wa baadhi ya wananchi uliotajwa kama chanya unaonyesha jinsi ambavyo propaganda ya utii inavyoweza kupata mwanya katika jamii iliyochoka na sintofahamu. Kumwombea rais kunatafsiriwa kama uzalendo, na kutojiunga na wito huo kunaweza kuonekana kama kukosa imani au uaminifu kwa taifa. Hii ni hatari kwa demokrasia kwa sababu inabadilisha uzalendo kuwa tendo la kihisia badala ya ushiriki wa kuwajibisha. Uzalendo wa kweli unahusisha kuuliza maswali magumu, kudai uwazi na kulinda maslahi ya umma dhidi ya makosa ya wenye madaraka. Kwa mtazamo wa kihistoria, Tanzania imewahi kupitia katika vipindi ambavyo viongozi waliheshimiwa zaidi kama alama ya taifa kuliko kama wasimamizi wa muda wa mamlaka. Hali hiyo ilizaa utamaduni wa kuogopa dola na kuamini kuwa mabadiliko yanatoka juu kwenda chini pekee, na wito wa kumwombea rais bila kusisitiza uwajibikaji wake kwa wananchi unaeleza urithi huo. Unatengeneza mazingira ambayo uongozi unaonekana kama zawadi kutoka juu badala ya dhamana iliyotolewa na wananchi. Na katika karne ya 21 ambapo taarifa zinasafiri kwa kasi na jamii inazidi kuwa na ufahamu wa haki zake, mkakati wa kujificha nyuma ya imani unaonekana wa kizamani. Vijana, wafanyakazi na makundi yaliyo pembezoni wanakabiliwa na changamoto halisi za ajira, gharama za maisha na uhuru wa kujieleza. Kwao, wito wa maombi hujibu maswali ya msingi kuhusu mustakabali wao. Unapowekwa mbele bila sera zinazoonekana, unachukuliwa kama ishara ya kukosa majibu ya vitendo. Hatua hii ya CCM inaonyesha namna chama tawala kinavyoendelea kuchanganya chama, serikali na taifa. Na katibu mkuu wa chama anapotoa wito wa kitaifa wa kumwombea rais, mipaka kati ya chama na dola inazidi kufutika. Hii ni athari kubwa kwa uwajibikaji wa kisiasa kwa sababu inaweza kufanya ukosoaji wa serikali uonekane kama shambulio dhidi ya umoja wa kitaifa au hata imani ya wananchi. Ni mbinu iliyotumika mara nyingi katika historia ya tawala zisizopendwa ama zisizopenda kuhojiwa. Na mustakabali wa Tanzania unategemea zaidi ya afya na hekima ya mtu mmoja. Unategemea uimara wa taasisi, heshima ya katiba na uwezo wa wananchi kushiriki kikamilifu katika maamuzi yanayowagusa. Maombi yanaweza kuwa sehemu ya maisha ya binafsi ya viongozi na wananchi, lakini yanapokiuzwa kuwa nguzo ya uhalali wa kisiasa, yanakuwa chombo cha kuficha udhaifu wa mifumo. Na taifa lilojenga kesho yake juu ya sala pekee bila marekebisho ya kweli ya utawala linajiandaa kwa mshtuko wa baadaye. Ukimya unaozalishwa na wito wa utii wa kiimani una gharama, na kila tatizo linalosukumwa pembeni kwa jina la mshikamano linaendelea kukua chini kwa chini, na kila sauti inayozimwa kwa kisingizio cha kulinda amani inaongeza mzigo wa hasira ya baadaye. Tanzania inapochagua kuhimiza maombi badala ya mjadala wa wazi na uwajibikaji, inachelewesha suluhu za kweli, na kesho ya taifa hili haitapimwa kwa idadi ya sala zilizopandishwa, bali kwa ujasiri wa viongozi wake kukubali kuhojiwa na wananchi wao. Ukimya, hofu na kujificha nyuma ya imani leo vinaweza kuzaa mgogoro mkubwa kesho ambao hautazimwa na maombi bali na gharama kubwa ya kijamii na kisiasa. Yayo tulionayo siku hii ya leo. Zidi kuwa nasi kwa kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushirikisha video zetu.